Kwenye mchakato wa harakati za KP Motors, kwenye ujenzi wa KP Motors, unajua taasisi zinajengwa kwa miaka mingi sana. Unajua bahati mbaya sana huwa tunaziona taasisi au tunaziona brands zikiwa huku juu zimekamilika, lakini nyuma zimepitia nini, wengi huwa hatuoni. Hata sisi KP Motors vile vile tuko katika harakati za ujenzi. Tuko katika mwaka wa 6 kimsingi tangu tumeanza operations, ingawa tulisajiliwa nyuma kidogo. Tumekuwa tukipitia mambo mengi sana. Nilipata nafasi ya kwenda Japan kwa ajili ya ziara maalum ambayo iliandaliwa na Wizara ya Viwanda ya Japan kwa ajili ya kupita kwenye wiki 2 za intensive wanasema training, kwenye mafunzo yale ambayo ilikuwa ni back to back. Tulitengeneza ratiba ile ya Jumatatu mpaka Ijumaa, Jumatatu mpaka Ijumaa. Tulikuwa tunapata nafasi ya kufikiwa kwenye darasa letu na maprofesa kutoka vyuo mbalimbali. Hawa ni maprofesa ambao wanafundisha masomo ya biashara, innovation kwenye vyuo mbalimbali Japan, na sisi ilikuwa ni wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali za Afrika. Kuna wanafunzi ambao walitoka Tanzania, kuna waliotoka Kenya, Ghana, yani West, East na vitu kama hivyo. Tulikuwa tuko pale. Alikuwa na mafunzo mazuri sana na mimi nilijifunza vitu vingi sana kama sehemu ya kujifunza uongozi kwenye eneo la innovation vile vile kwa kuisaidia KP Motors. Hii ni makumbusho ya Yamaha. Jamaa anaitwa Torakusu Yamaha. Mwaka 1887 huyu jamaa alikuwa ni mafundi wale wa mtaani ambao wana repair. Maana kisi wanatengeneza, yani kitu kikiharibika ana repair vifaa tiba. Yeye ndiye alikuwa fundi wa kutengeneza vifaa tiba. Kwa hiyo akaitwa na shule moja hivi, shule ya awali, akawatengenezea kinanda chao ambacho kilikuwa kimeharibika. Akaenda akatengeneza, alimaliza kutengeneza, aliporudi home akaamua kutengeneza kinanda cha kwake mwenyewe kabisa kuanzia mwanzo. Akakipeleka kwenye taasisi ambayo inapitisha hivyo vyombo, inaitwa ilikuwa ni Music Institute in Tokyo, ni taasisi ya muziki. Alipowapelekea wakamwambia shape yake ni nzuri lakini tune sio nzuri. Ndio akarudi nyumbani akagundua kwamba anahitaji sio tu kujua kutengeneza, anahitaji pia kujua music. Kwa akabaki Tokyo kwa miezi kama mwezi mmoja hivi, akawa anasoma masuala nadharia ya music. Akarudi Hamamatsu ndipo hapa tulipo. Akatengeneza kinanda kingine tena, akakipeleka kwenye ile taasisi, akamwambia mzee, hii hapa safi. Kuanzia hapo wakaacha kuagiza vinanda. Sasa Japan wakawa wananunua vinanda kutoka kwake Yamaha. Yamaha ndiye ambaye anatengeneza engine za boats hizi na pikipiki. Kuna Honda za Yamaha, lakini hakuanza na engine, alianza na kinanda. Nataka nikwambie kwamba asije akakwambia mtu kwamba haiwezekani brother. Yaani sisi mnakwambia, akikwambia haifai, nenda karekebishe tena na tena na tena na tena mpaka ifai. Ndiko ambako nilijifunza nadharia ambayo nimekuwa nikiitumia pia. Siku moja mwalimu wakati anatufundisha akawa anatuambia namna ambavyo mtengenezaji, manufacturer ama mfanyabiashara ndio anatakiwa kuwa trend setter, yani ndio anatakiwa kuweka mwendo, ndio anatakiwa kuchonga barabara, alafu wateja wanakuja wanaingia na kututhibitishia hilo. Mara nyingi watu tunachanganyikiwa, tunasema angalia mteja anataka nini. Yes, angalia mteja anataka nini, lakini kuna mazingira mteja anakuwa hajui anachokitaka. Kwa mfano huyu mwalimu alituambia dunia haikuwa inajua kuhusu smartphone, haikuwa inataka smartphone, ilikuwa haijui chochote kuhusu smartphone. Kumbuka tumeingia katika mifumo ya simu za mkononi, lakini ni simu za kawaida. Kina Steve Jobs na wenzio, najua mwanzoni kabisa smartphones hawakuwa kina Steve, lakini kuna watu ambao miongoni mwao pamoja na kina Steve ambao ndio tunawafahamu sana. Wao wakatengeneza mazingira ya kutufanya leo tuna hizi smartphones. Kwa hiyo soko halikuwa linataka smartphone. Hata sisi hiyo kitu imekuja ikatupa nguvu sana. Unapoizungumzia KP Motors unasema kwani watu wanataka gari za umeme? Hii tunasema sisi tunatengeneza, watataka. Tunawatengenezea, tunawapelekea, watakapoyaona manufaa yake watakuja kuzikimbilia. Leo tunayaona manufaa ya smartphone kwa sababu hii ni kompyuta. Yaani mimi nafanya programs nyingi, nafanya vitu vingi sana kwa kutumia simu ya mkononi. Kuna watu namaliza mimi nafanya graphics na editing, nafanya vitu vingi sana. Kuna watu nasikia wana shoot movie nzima kwa kutumia simu za mkononi. Kuna watu wana shoot music videos kwa kutumia, lakini hatukuwa tunajua kama tunataka. Kama vile ambavyo leo watu waliokufa wakifufuka wakikuta kuna magari watashangaa, walikuwa wanatumia wanyama kutembea. Lakini innovator wao wanatengeneza, alafu tena nyinyi mnachukua, mnagundua kinawafaa, mnakitumia. Kwa hiyo ilikuwa ni master class ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Kutwa moja naweza kuingia labda maprofesa 3 mpaka 4.
Kwa tumejifunza vitu vingi sana, lakini mbali ya kujifunza kupitia darasani, lakini pia tulipata nafasi ya tulikuwa tunatoka kwenda kutembea. Kwa mfano Toyota wana museum. Nasikia Toyota wana chuo kikuu, kwenda kwenye chuo kikuu, lakini tulikwenda kwenye museum ambayo inakuonyesha kuanzia day one Toyota haikuanza kama kampuni ya kutengeneza magari. Mzee Toyota mwenyewe alikuwa anatengeneza mashine za kufuma fabrics, vitambaa. Sawa, lakini baadaye nadhani mtoto wake akaja akaendelea. Kwa ile historia inakuonyesha jinsi ambavyo hatua ambazo walizipitia, magumu aliyoyapitia, ambayo kwa watu kama sisi ambao na taasisi kama hizi ama tuna makampuni kama haya, kwetu ni shule kubwa sana. Lakini pia nikaona namna ambavyo Yamaha alivyoanza. Naona kabisa kuna pikipiki za Yamaha, lakini ni maarufu sana kwa engine ambazo zinatumika kwenye boti mbalimbali, unaziona. Maendeleo mengi sana tuliyaona kwa Japan. Siku moja niko zangu ghetto kwangu, nikawa nasikia kelele. Sasa nikafungua dirisha nikakuta kuna gari za zimamoto 3-4 hivi ziko pale na mne ziko busy yani. Nikajiuliza hapa kuna nini? Basi bwana, ukaa kuna alarm inalia kama vile kuna nyumba inaungua nje tu ya hoteli yetu hapa Tokyo, Japan. Mwenye sio kivile. Wanaambia ndugu yangu zimekuja fire nyingi hizo. Sasa sijui wanahisi kama hawa, angalia fire 1, 2, 3, 4 nyingine iko kule. Nahisi kama sijui ni show off hii, kwamba labda ashajua kwenye hoteli hiyo kutoka Afrika tumekuja kwa ajili ya training na nini, kama wanataka kutuonyesha hivi, kwa sababu kwetu soki hivi inakwambia wamejaa pale nini, yani magari fire nini, wametoka na mamepira nini, gari zao mpya wanajidai yani. Sijaona akisema kwamba maji yameisha wala nini. Kwa pale nisingeweza kujua kwa usiku ule, lakini kesho yake nilipouliza nikaambiwa kwamba kulikuwa kuna tetesi ya moto. Kwa pale mimi sikuona moto pale. Unajua niko gorofani, unaona kwa chini hivi, moto ungeweza kuona tena hasa usiku, mwanga ungeona, lakini nilikuwa naona taa tu za magari. Kwa hiyo nilichogundua nikaja nikaambiwa kwamba kulikuwa kuna tetesi za moto. Kwa hiyo wale wakapiga simu haraka sana kwa kikosi cha zimamoto. Sasa ukiangalia ufanisi, namna ambavyo walirespond, walikuja kwa haraka, alafu hawakuleta gari moja, pamoja na kwamba moto haukuwepo kabisa au haukuwa mkubwa. Unaona namna ambavyo wenzetu wako serious. Ni vitu vya kujifunza. Naamini hata sisi hapa tulipo leo ni tofauti na tulipokuwa jana. Maana yake tusije tukajiua kabisa. Tulipo ni pazuri. Hatujafika level ya Japan au Marekani au nani, lakini tunakwenda. Naamini tutafika. Madarasa ya nje ambayo tulikuwa tunapewa ni yale ya kutembelea. Nakumbuka tulikwenda, nadhani ni Nagasaki kama sikosei. Sina hakika, nimesahau jina la mji, lakini ndiko ambako makumbusho ya Toyota yalipo. Kwa hiyo kutoka Tokyo ni mwendo wa masaa kadhaa. Kwa tulitumia bullet train. Bana, tuko kilomita 264 kwa saa speed bullet train Shinkansen 281. Wow. How many kilometers? 281. 281. Yeah. It's fast and furious. If you put wings on it, it flies. Yeah, it's fast and furious. I'm telling you. Yes. If you put wings on it, it flies. It take off. It takes off. But it's fast and furious. Yeah. Fast and furious. Stop at drifting. Ambayo inakwenda mwendo wa spidi 281 kwa saa. Yani kwa maana ya kwamba yani ile top speed ile ya kwamba ndo sasa mnaenda ni 281, ambayo ni kubwa sana. Najua na sisi tunajivutavuta na SGR yetu, lakini kwa wenzetu hivyo ni vitu vya kawaida, kwa sababu hiyo train ambayo mimi nimeipanda miaka mitatu iliyopita, nilipanda mwaka 99 actually nilipokuwa tena Japan. Kwa hiyo ni vitu ambavyo wao wenzetu ni vitu vya kawaida kabisa wamekuwa navyo. Kwa mfano wateja wetu sisi wa magari, mtu ambaye leo ana miaka 20, 25, miaka 18, 19, ni mtu ambaye zile versions za gari ya Toyota hizi hajawahi kuiona Toyota ya kwanza wala ya pili wala ya tatu, jinsi zilivyokuwa za hobby. Sasa kwenye ile makumbusho
zinakuonyesha, kukupa picha ya safari jinsi inavyokuwa. Maanake ile pia nakutia moyo kwamba ulipo leo mnaona gari yenu kuna vitu havijatimia, havijakaa sawa, na inawezekana gari za KP zikiingia mtaani watu watazitoa kasoro, lakini wanasahau kwamba sisi tuko mwaka 1901 ya Ford, tuko mwaka 1980 na ngapi sijui ya Peugeot na kadhalika na kadhalika. Ni kwamba sisi tuko kwenye ile day one au miaka 5 ya kwanza au miaka 10 ya kwanza, ambao kimsingi ukiingia kwenye hizi makumbusho ukiangalia unakuja kugundua nyinyi mmeanzia juu sana. Yani sisi kwa mfano kama KP Motors leo ukiwekea gari ya kwanza ya KP Motors na ukiwekea Toyota ya kwanza, ukiambiwa unanunua KP Motors. Sisemi kwa kujisifu, nazungumzia walikoanzia. Sasa sisi wao walipoanza hakukuwa na teknolojia. Yani sisi leo tumeanza tayari dunia ina teknolojia, kwa vitu vingi sisi tumepata wepesi wa kununua vitu, kuinunua teknolojia, lakini wao hawakuanza na wepesi huu. Ilikuwa ni mbaya. Hakukuwa na makompyuta ya kuweza kufanya setting, lakini sisi tumepata bahati. Sasa nimalizie hii, najipakulia minyama. Kwenye darasa lile la pale Tokyo, siku ya kwanza kabisa profesa alitugawanya kwenye makundi, watu 5 na from day one tukaambiwa kila timu ibuni mradi, kwa sababu wale jamaa rafiki yangu wanakufundisha mpaka marketing, tukatakiwa tutengeneze concept. Kwa hiyo mimi kwenye ile timu yangu nikawaambia sisi concept yetu tunataka kutengeneza gari ya umeme. Kwa hiyo nikachukua kila kitu cha KP, wale wakapokea lile wazo. Huwezi amini, tukalitengeneza kwa kutumia mafunzo ambayo tulikuwa tunafundishwa. Mnakuwa na wazo, alafu yale masomo ya kila siku ndio mnayatumia kwenye kuboresha lile wazo ama ile concept. Siku ya mwisho ikatakiwa watangazwe washindi, wazo gani ambalo maprofesa wameliona ni bora kabisa. Trust me, ilikuwa ni wazo la gari ya umeme. Kwa hiyo tuko sahihi. Group D. Yeah, Group D, Mash, could you give us some winner's comment? All right. Thank you very much for. That means we are number one. We are going to get $5 million because we are tracking in the Silicon Valley. Well, honestly speaking, we are the Pan-Africanists because we believe that if Africa wants to prosper economically, it has to be able to fend for itself. We believe that if you want to move forward, you have to be productive. We've been consuming products from elsewhere in the world. And if you look at that, you will realize that the countries that have managed to prosper those are manufacturing. Because the people who are doing business, they go and buy from those manufacturers. So they just add a small amount of, the small profit margin. They make money, then they go back and buy. In Africa right now, we have, I think in almost every country, we have those bajajis, if I'm not mistaken, bajajis. When we see those bajaji, we see billions of dollars being exported to India. Yes, we could be buying some complex objects like Mercedes-Benz, etc. But those three-wheelers, they're very simple if you want to do a reverse engineering, start checking. So this is the way to go, to be able to manufacture. We really, on behalf of my team, we appreciate the issue of all groups. The ideas are brilliant. And I wish that we could all be able to realize all the dreams that we have here separately, or whichever the way that would be good. So again, to AOTS, doesn't have to be monetarily, but if we come and knock at your doors in terms of getting the support, the mentorship, the expertise, technology, because I know we are going to use the traditional way of
shaping the metal, etc. Because it needs machines, big machines, the punching machines, etc. to be able to manufacture those vehicles, you know, at a big rate, because you need so we need machines. So if we come and knock at your doors, to professors and to AUTS, please keep the doors open. Thank you. Ya Toyota. Sawa, pako hapo unaona kila kitu kuhusiana na namna ambavyo Toyota wanafanya kazi zao tangu walipoanza mwaka 1935. Of course harakati zilianza nyuma kidogo, lakini 35 wakaanza kutengeneza gari. Huku kote huku unaona namna ambavyo process, michakato mbalimbali, gari mbalimbali zilizotengenezwa wanaziona humu. Nyingine najua wanataka kuonyesha kwa chini zote zile kule zile. Sawa. Inawezekana nyingine unazijua, kuna kina Lexus wale kule. Ni museum kubwa sana hii ya Toyota. Kubwa sana. Museum kubwa sana. Ukifika kule tutakuonyesha ambako unaona mpaka teknolojia sasa hivi jinsi ambavyo inavyofanya kazi. Yes. Hii Toyota nini? Hybrid. Hii Toyota Prius. Toyota Prius ndio ambayo sasa hivi ni mchanganyiko wa umeme na mafuta. Huu ni mchanganyiko wa umeme na mafuta, sababu hii ni hybrid hii hapa hii. Wenyewe wanasema ni ya 20 ya karne 21. Hizi unazijua hizi Toyota hii Prius vile vile, lakini version nyingine. Unaona bana? Hawa ndio Toyota. Huyu unamjua huyu. Hey. Unaona hii fuel is a fuel cell electric vehicle that uses hydrogen. Yote tunayaleta kwako kwanza kwa mfumo huu wa vipindi, mambo ambayo mimi nayazungumza ambayo unayaona kwenye vipindi. Yaani lengo ni kukuambia kwamba usikate tamaa popote pale ulipo, kwenye hali yoyote uliyokuwa nayo, kwa sababu mimi naamini watu wengi wana ideas, wana mawazo, wanafanya vitu, wana project zao, wana mambo yao, wana biashara zao, wanapitia mambo magumu, wanakwama. KP ambayo unaiona, hamjui tu siri ambazo sisi tunakutana nazo. Una wakati nakwambia mimi tuna data. Kuna wakati watu wanataka kama mtu anataka kuacha kazi sababu haelewi, anaona giza shuba met, lakini nakwambia ni safari ambayo mimi na enjoy, kwa sababu kwangu mimi issue sio destination, issue ni process. Mimi na enjoy huu mchakato ambao unaupitia huu, lakini unapoona kitu kinatokea, kinasimama hivi, eti kinaenda, eti gari watu wanapanda inaenda, I say, yani ni feeling kubwa sana. Sasa inahitaji subira, kukubali. Usiogope kuanguka, usiogope kufeli, usiogope kufanya nini, usiogope kuchekwa. Usiogope kukosolewa. Siku moja nakumbuka tulikuwa gari imetokea hii, wameipost Wizara ya Viwanda, kuna mtu mmoja akasema, mimi sijapenda bwana hiyo gari, hiyo mbele sijui tena imekuwa kama nini. Katika hali ya kawaida nilitakiwa nikasirike. Nikamwambia
tuvumilie. Nikamjibu yule kwenye social media, si ndio tuko kwenye hatua za mwanzo ambazo Toyota alizipitia miaka hiyo. Yani leo hatuwezi kuwa kama mbuyu leo. Yani lazima tuchukue muda, na lazima hapa katikati tena nikamwambia tutakuudhi sana hapa katikati, lakini tustahimili, iko siku tutafika pale ambapo unatamani tufike. Na maneno kama yale pia usiyachukue negative. Yani watu wakikukosoa usikasirike, kwa sababu wakujengea hasira ya kwenda kuwa prove wrong. Tuko safarini, tunaelekea kwa balozi wa Tanzania nchini Japan, Mheshimiwa Baraka Luvanda. Skini siku ya ngapi leo? Ya 5, 6. Tumefika Jumanne. Tumeanza kozi Jumatano, Alhamisi, Jumamosi, Jumapili, nusu kama ya 5 hivi. Kesho tunaendelea tena. Leo tunakwenda Osaka. Jumanne tunakwenda Osaka, sehemu ya mafunzo, masuala ya innovation, business na mambo mengine. Japani ndio hapa Tokyo, kwa ufadhili mkubwa wa AOTS, Association of Overseas Training na manina, mambo yote humo ndani. Najifunza vitu vingi sana vikubwa, lakini kitu ambacho nimekipenda ni mwalimu mmoja alipotugusia kuhusiana na, mimi nishawahi kufikiria hiki kitu kuhusu trend setting. Nani ana set trend? Ni mteja ama anayetengeneza bidhaa? Kwa hiyo yule profesa alipotuambia kwamba siku zote mnunuzi hawezi kuwa anajua nini anataka, kwa sababu akasema kwamba hatukuwahi kutaka smartphones hata tukijua kwamba zitakuja kuwepo, kama vile ambavyo leo hatutaki gari inayopaa kwa sababu hatujawahi kutaka, hatujui hata matumizi. Lakini kumbe ni kwamba hata unapotengeneza products, kwa maana ya bidhaa ama huduma, yani kitu kikubwa ni kwamba wewe fikiria katika kufanya vitu vizuri, watumiaji watapatikana. Haiwezekani ukasubiri soko ndio likuambie, na hicho ndio kitu ambacho tunakikosea mara nyingi sana, kwa kudhani kwamba soko litatuambia. Unajua, mimi na kumbukumbu ya Clouds, tulipokuwa tunaanza Clouds miaka hiyo tulipoanzisha, redio ilikuwa uwezi kucheka ukiwa studio mtangazaji, uwezi kukohoa, uwezi kupiga chafya. Kuongea ni lazima uongee wastani wa inchi kama 10 kutoka kwenye mic, usiende mbali na hapo. Lakini sisi tulipoingia, nakumbuka tunaanza kufanya kipindi cha watoto chuchuchu, unaweza kuongelea kule, kuna ambience fulani hivi unaitengeneza, unacheka, unaweza kutokea imebidi ubanje mara moja, unaweza kubanja mara moja. Tukabadilisha mfumo mzima wa mapenzi ya redio, sababu watu walikuwa wamezoea sana Radio 1, actually Radio Tanzania na Radio 1 ambayo watangazaji wake karibu wote walikuwa kutoka Radio Tanzania. Unaona bana, lakini tulikuja tukabadilisha. Kwa hiyo tukawaletea kitu ambacho watu hawakuwa hata wanakijua. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza trend wewe mwenyewe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba anasema mteja hawezi kuwa anajua nini anataka kwenye kutengeneza bidhaa mpya ama huduma mpya. Ni wewe tu kuwa innovative enough kutengeneza vitu vizuri sana. Nikiripoti kutoka hapa Tokyo, Japan, leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka wa 2023, nyumbani Tanzania, taarifa ambazo tunazipata, umefika watu 80 idadi ya watu ambao wamekufa, lakini bado of course wanaendelea kuviondoa vifusi vya matope ili tuweze kujua kama kuna watu wengine zaidi. Masud Kipanya, Lamborghini ile pale, unaona Lamborghini ile bana, Lamborghini ile pale, LG ile pale. Na ndio kama tuko mndani kwa ametaka sifa. Hapo balozini hapa, balozi wa Tanzania anapiga selfie.
Haya yote tunayaleta kwako kwanza kwa mfumo huu wa vipindi, mambo ambayo mimi nayazungumza ambayo unayaona kwenye vipindi. Yaani lengo ni kukuambia kwamba usikate tamaa popote pale ulipo, kwenye hali yoyote uliyokuwa nayo, kwa sababu mimi naamini watu wengi wana ideas, wana mawazo, wanafanya vitu, wana project zao, wana mambo yao, wana biashara zao, wanapitia mambo magumu, wanakwama. KP ambayo unaiona, hamjui tu siri ambazo sisi tunakutana nazo. Kuna wakati nakwambia mimi tuna data. Kuna wakati watu wanataka kama mtu anataka kuacha kazi sababu haelewi, anaona giza. Shuba met. Lakini nakwambia ni safari ambayo mimi na enjoy, kwa sababu kwangu mimi issue sio destination, issue ni process. Mimi na enjoy huu mchakato ambao unaupitia huu. Lakini unapoona kitu kinatokea, kinasimama hivi eti kinaenda, eti gari watu wanapanda inaenda, I say, yani ni feeling kubwa sana. Sasa inahitaji subira, kukubali, usiogope kuanguka, usiogope kufeli, usiogope kufanya nini, na kubwa usiogope kuchekwa. Usiogope kuchekwa, usiogope kukosolewa. Siku moja nakumbuka tulikuwa gari imetokea hii, wameipost Wizara ya Viwanda, kuna mtu mmoja akasema, mimi sijapenda bwana hiyo gari, hiyo mbele sijui tena imekuwa kama nini. Katika hali ya kawaida nilitakiwa nikasirike. Nikamwambia tuvumilie. Nikamjibu yule kwenye social media, si ndo tuko kwenye hatua za mwanzo ambazo Toyota alizipitia miaka hiyo. Yaani leo hatuwezi kuwa kama mbuyu leo. Yaani lazima tuchukue muda. Na lazima hapa katikati, tena nikamwambia tutakuudhi sana hapa katikati, lakini tustahimili, iko siku tutafika pale ambapo unatamani tufike. Na maneno kama yale pia usiyachukue negative. Yaani watu wakikukosoa usikasirike, kwa sababu wakujengea hasira ya kwenda kuwa prove wrong. It's a holiday. December hiyo. Relax. Maze, watu wana celebrating. Life is every day. Maze, usilalamike. Paparapara. Life is every day. My friend, usicomplicate. Do not complicate life.